Amerika, Israeli, Irani, Sudani. Remember to subscribe kwenye Hope Info 3. Vita vya Mashariki ya Kati, Lubeni inashahidiwa kusababisha matiti ya dhuluma ya kibinadamu. Lubeni, Hezbollah yataka mazungumzo mamoja kwa moja na Israeli na mapigano kukomonywa silaha. Irani nasema Irani mapambano wa kushariki awamu wa pili ya mazungumzo. Trump ambayo ana shughuli wake utajiridi kwa kizuizi cha kijeshi kwa muda mrefu dhidi na Irani. Hapa ni kwenye Hope Info 3. Kama ulishajiunga na sisi, asante. Kama hawajajiunga na sisi, bonyesha subscribe na wewe sai. Nitakwambia habari ziko napatikana hapa kwenye Hope Info 3. Gisi ni nyingi tena ni nzuri. Kama unaishi mahali popote, thank you. Jiunge na sisi kwenye Hope Info 3. Tuanzie kama vita Mashariki ya Kati, Lubeni inashuhudiwa kuzidi mahitaji ya dharura ya kibinadamu. Nchi Lubeni imesababisha watu tofauti moja wakazi wa nchi hiyo au watu bilioni 1.2 kutoka kwa kazi yao tayari, ikiwa imetawaliwa mazungumzo mwaka 2024 na mgogoro wa mwaka 2018. Nchi hiyo inashidiwa kutoka msaada utajiri kwa watu waliotoka makazi yao kutokana na kukolekesha kwa msaada mkubwa kwa kimataifa. Makala za Lubeni zimekuwa zikibisha kila mlogo kujaribu kusanya dola bilioni 1 zinazotajika ili kujitia miti ya dharura ya kibinadamu. Majaribu yanayotelekewa kutoka kwa taasisi za refu za kimataifa na nchi rafiki hayajaoa kutuia moyo. Licha ya maombi ya mara kwa mara kutoka mkaa wa Lubeni, kiasi kinachotolewa katika sasa kiko chini sasa ya dola bilioni 720 zilizotosanywa kwa wakati wa vita mwaka 2024. Hata hivyo, matahitaji makubwa zaidi. Mpako wa kiwili wa dola bilioni 20 ilikusadiwa kwa ajili hii ya watu walio katika mazingira magumu zaidi tayari yamesananiwa na Benki Dunia, lakini hii bado haitoshi sasa, kwa kuwa vita vya sasa viko kama kizidishi katika nchi ambayo tayari imekuwa katika mgogoro wa kimundi tangu mwaka 2019. Kutumiwa kwa mipopo iliyotolewa ili kushughulika dhabihu ya dharura. Serikali inafariki tumie mwa mikopo iliyotangwa wawili kwa ajili ya miadili midupi kwa kizingatia hitaji ya kuasi. Serikali pia imenufua kushirikisha utelekaji wa nyonyezo za mashahara ya serikali ya amri zilizopitishwa mwezi Februari mwaka huu. Gramu ya kia mwaka ya dola milioni 158,000. Amuzi ya huu imeonekana kuwa isiyopukiwa, lakini inatarajiwa kuongeza kwa kishinikizo la kijachi pamoja na mvutano ya kisiasa dhidi ya haki za vita kutoka chaguliko utajiwa tulivu wa ndani. Hapo kwenye Hezbollah usipite bila kusikiliza hizi habari.
bonyesha subscribe, remember to subscribe. Lobeni Hezbollah yataka mazungumzo moja kwa moja na Israeli na inapiga kupokonywa na silaha. Licha ya kuongeza kwa muda wa wiki 3 wa kubaliano ya kusitisha mapigano katika Israeli na Lobeni yaliyotangazwa na Donald Trump siku ya Alhamisi April 23, mvutano unaendelea katika Israeli na Hezbollah ambayo inaonyesha dalili yoyote kulingeza msimamo wake. Kundi hii ina mwangapo wakiishi na lugu mkano wa Irani linaelekea kupinga mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Benti na Tel Aviv mkutana kuokewa nchi silaha zake. Hapo wakati Rais wa Amerika Donald Trump anajitangaliza siku ya Alhamisi April 23 kuongezwa kwa muda wa wiki 3 kwa makubaliano ya usitishwaji mapigano kati ya Israeli na Hezbollah, kusema inatarajiwa mkutano kati ya waziri mkuu wa Israeli anaitwa Benjamin Netanyahu na rais wa Lubeni Joseph Aoun katika wiki ijazo. Hassanti abunge wa Hezbollah nchi Lubeni amezungumziwa kuruhusu tangu hiyo alipungulizwa kwa mara ya kwanza kuruhusu makubaliano yenyewe kusitisha mapigano yaliweka mashariki kutokana na mwendekeo wa Israeli. Ikiwa Israeli itaheshimu kitakatifu makubaliano ya usitishwaji mapigano, sisi pia tumejihudumu. Ikiwa Israeli itajishehemua kukua makubaliano ya kusitisha mapigano, upinzani ni haki ya watu ambapo kutatoa uvamizi wa mashambulizi, anasema huu. Pia kitaku kutu wapiganaji wangapi kutoka kundi la kijeshi la Hezbollah imeamua katika wiki hivyo karibuni Hezbollah yapigana kukonywa silaha ya mazungumzo umoja kwa umoja kuruhusu kuponywa silaha kwa kundi hii, ambapo silaha ya Hezbollah ilitowela mwaka jana. Hassani anaona ombi hii kuwa imepewa na upingahajo mkati wa ajabu kweli, kwamba taarifa serikali inaomba kuponywa na silaha ipinzani kabla ya wanajeshi wa Hezbollah kuondoka, kabla ya kuomesha uvamizi wa Israeli, kabla ya utamizi kuruhusu mataifa hiyo juu ya eneo lake. Inaongeza ikibania kwamba mazozo ya taifa la Israeli hajasu kuruhusu mazungumzo ya umoja kwa moja katika Lubeni na Hezbollah. Bunge huu imebukiwa wasiwasi kuruhusu mvutano ambao mazungumzo kama yanayoweza kusababisha nchi Lubeni sehemu silaha ya Amerikani, na iko wazi inalenga kundi kuunda na kuzuza mvutano ambapo sio sela ya Hezbollah, inasema. Nchi Hezbollah ni wapinzani wa kisasa wa kundi hii la Kishii inaungwa mkono na Irani, wanashuhudumu kwa kuingiza nchi hiyo vita kwa kishambulizi cha Israeli amani Machi 2. Habari zetu kwenye Hope Info 3 zinaendelea. Kama ulishajiunga na sisi, kama haujajiunga na sisi, usipite bila kubonyesha subscribe kwenye Hope Info 3. Habari zetu ni za kila siku.
kila saa. Wewe ulishajiunga na sisi, asante. Twende na vipindi vyengine viko napitikana hapa kwenye Hope Info 3. Asante.